السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. بعد kama tunabudi kumshukuru Allah muumba wa viumbe vyote, na tunazidi kumuomba adumishe sala na salamu kipenzi chake al-Mustafa Muhammad sama, ambaye hakuna nabii mwingine baada yake. Sala hizo na salama zidumishe kwa hali zake, sahaba zake na wote wale watakaofuata kwa wema. Allah atujulishe sote ndugu zangu, atujumuishe sote firdaus al-aala hali adhabu la hisabi, tukiwa pamoja na wazee wetu waliotangulia mbele ya haki na walio hai, ndugu zetu wa imani na damu waliotangulia mbele ya haki walio hai, kizazi Allah alichoturuzuku, anachoturuzuku na atakachoturuzuku, na wote miongoni mwa vizazi chetu waliotangulia mbele ya haki kwa huruma wake Allah arhamar rahimin. Na karibuni tena darasa letu hii la Jumapili, na tunazidi kuomba kabla ya kuanza inshallah Sheikh Juma angetuanzia na tilaa. فليتفضل مشهور يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جزاك الله خير وبارك الله فيك. tunazidi kumshukuru Allah alladhi binamatihi tatimu salihat, ambaye kwa neema zake hutimia mambo mema. Wala udwana illa ala dhalimin, na hawatakuwa na uadui miongoni mwao ila wale wadhulumu nafsi zao. Tunamwomba Allah atulinde na atuepushe mbali kwa miongoni mwa wale wadhulumu nafsi zao. Tunachukua fursa hii kumshukuru Allah tena kutuwezesha kukutana tena Jumapili hii ya leo, kuendelea msafara wetu wa kuzidi kujitathmini na kujitafakari kwa wiki nzima iliyopita, tangu Jumapili iliyopita hadi Jumapili hii. Amali njema ngapi ambazo tumefanya, tukizidi kumwomba Allah tutakabalie na tusamehe kwa kila taksiri zilizotokeza katika amali hizo, na pia tukijichunguza ni mangapi tunaweza kuwa tumemkosa Allah kwa kujua na kutojua, hiyo ni kwa kauli, vitendo, hisia na fahamu. Tukimwomba Allah atusamehe na atulinde kukariri tena makosa hayo, na kwa huruma wake na utukufu wake Allah atudumishe miongoni mwa waja wake wema ambao daima kila tutakalolifanya tulifanye lile analoliridhia Allah na analolipenda, na hususan ambalo itakuwa limeshikamana na nyayo sahihi za Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu mwema wa ashabihi tabiin na tabiin na utekelezaji wao mwema kwa huruma wake Allah arhamar rahimin. Naam, mada yetu ya leo tunaendelea, kwa sababu mada zote, hata mada iliyozungumzwa Jumapili iliyopita na hii ya leo, msafara ni ule ule.
ni msafara wa kuzidi kutazama namna ya kuboresha mawasiliano mema katika familia zetu, na hususan tukikumbuka ya kwamba watoto ni amana ambayo Allah amewapa wazazi, na hili wazazi wengi huwa tunajisahau. Tupende tusipende, tukubali tusikubali, siku ya Kiyama, kabla ya Allah kumuuliza mtoto ni vipi ulikamilisha majukumu yako kwa wazee wako, mzazi kwanza, leo utaulizwa ni vipi wewe mzazi ulikamilisha majukumu yako kwa mwanao. Kabla ya mtoto kuulizwa, mzazi ndiye atakuwa wa kwanza kuulizwa, mambo ambayo wazee wengi tunajisahau. Sisi tunafikiria kwamba kwa sababu mimi nimekuzaa kama baba, nimekuzaa kama mamako, nina haki ya kukuparagua, kukuparanganyisha nipendavyo, nitakavyo, kwa wakati wowote ule na kwa sekunde yoyote ile. Fanya ufanyayo, ila ukumbuke ya kwamba kwa Allah huko utaulizwa kwanza, wewe mzazi, ni vipi ulikamilisha majukumu yako, kwa sababu mtoto si kwamba ni jaa ambalo Allah amekupa. Una haki ya kutupa uchafu upendavyo na kutoa upendavyo na kukugumiza nje upendavyo, ila ni amana ya Allah ambayo Allah kaithamini. Wangapi wametaka watoto, Allah hajawaruzuku watoto? Wangapi Allah kawaruzuku watoto, kawanyima jukumu la kuwa viongozi wema kwa wale watoto na kiigizo chema kwa hao watoto. Ni katika msafara huu ambapo inabidi wazazi tujichunguze sana na tukumbuke amana hii ya Allah, kuitekeleza chini ya alivyotaka mwenyewe Allah. Tumesikia hapo Sheikh Juma alipotusomea suratul Luqman. Luqmani huyo ambaye hakuwa mtume wala hakuwa nabii, bali kwa uchamungu aliokuwa nao Allah akamwinua daraja kwa zile nyusia njema na bora alizompa mwanawe. Ikabidi miongoni mwa sura 114 ije sura ambayo ina jina la baba huyo mwema, alivyoshikamana na kuhusiana na mwanawe. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yaithuhu, wakumbushe wewe Muhammad, wajuze wewe Muhammad, na huku kwa bishara njema kwa wale watakaoshikamana na nyusia hizi za Luqman kwa mwanawe, na huku kiwaonya na adhabu kali kwa wale ambao watakengeuka na nyusia bora hizi ambazo Luqman alimpa mwanawe. Na Allah akazungumza, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yaithuhu, wajuze, wakumbushe wewe Muhammad, wape bishara njema kwa wale watakaokuwa na masikio yenye kusikia na nyoyo zenye hofu za kumtii na kumheshimu Allah na kushikamana na mafunzo aliyokuja nao Mustafa Muhammad sallam. Pindi Luqman alipomwambia mwanawe ya bunai, akianza na ya unida, akimbembeleza, ewe kipenzi changu, ewe ndani wangu, ewe mshauri wangu, ewe amana niliyopewa na Allah, nikithamini ya kwamba mimi nitaulizwa kwa Allah kwanza kuhusu wewe kabla wewe utakapoulizwa kuhusu mimi mwanangu. Na usia wake wa kwanza, la tushrik billah, usije ukamshirikisha Allah, usije ukamchanganya Allah na chochote kile. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki, utakapomtia mtu sehemu ambayo inamuhusu Allah pekee, basi moja kwa moja umemshirikisha Allah, na Allah anasamehe madhambi yote isipokuwa shirki. Wapo ya kwamba mtu utakuwa wewe hujataka kushikamana na kurejea kwenye tauhidi na kutubia kabla malakul mauti kuja kuichukua nafsi yako. Ni katika msafara huo ambapo mahujati wetu watatuchukua katika msafara huo kwa mengi anaoathiri watoto, ambao wazazi wengi sisi tumekuwa ni sababu, lakini japo tunawalaumu watoto, ila inabidi wazazi tukumbuke hilo ya kwamba sisi ndio tutaulizwa kabla ya hawa wazazi wenyewe, hawa watoto wenyewe. Watoto wataulizwa kuhusu wazee ni baada ya sisi wazee kuulizwa, lakini sasa iwapo sisi wazee ndio tutakuwa tumeulizwa kwanza na ikadhihirika kwamba haki zote za hawa watoto tumezivunja, itakuwa hakuna hata umuhimu wa tena watoto kuulizwa, kwa sababu itakuwa kesi tumeimaliza sisi wenyewe kwa zile dhulma tulizowafanyia watoto, kwa ubabe tuliokuwa nao, kujiona kwamba kwa sababu sisi ni wazazi tuna haki ya kuwaparanganyisha wanetu tupendavyo katika hali yoyote. Ni katika msafara huu ambao Sheikh Ahmad inshallah falyatafal mashkura wote tuwakaribisha mahujati wetu wa kupeleka katika msafara huu. Jazakumullah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa fursa hii ya kukumbushana na kuelimishana. Allah tunamwomba tujalie kuwa miongoni mwa wale ambao malaika wanawataja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, vikao kama hivi ni vikao vya kheri, vikao vya kuelimishana, vikao vya kuongozana. Kwa hiyo tunakuwa pamoja na malaika na malaika wanaandika kila mmoja wetu. Inshallah tujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wanatajwa na tujalie miongoni mwa wale wanasikiliza maneno yake na kuyafuata. Leo kama alivyosema al-akhi Hassan ni kwamba inshallah tunaenda katika mlolongo ule ule ya series ya themes ya namna ya ujenzi wa familia bora na ujenzi wa jamii bora, kwa sababu haya ndio majukumu makubwa. Sisi kama wazazi tuko hapa, tutatoka, tutawaacha watoto wetu, lakini tutawaacha katika mazingira gani? Kwa hiyo inakuwa ni jukumu la sisi kujijenga sisi wenyewe na kujenga familia zetu na kujenga jamii. Uislamu ni dini ya jamaa. Hii ni dini ya jamaa, jamaa katika familia na jamaa katika mujtamaa wote. Kwa hiyo inshallah tutazamia vitu ambavyo vinaharibu jamii na vitu ambavyo vinasaidia ili jamaa kuweza kuendelea vizuri. Tuko katika mazingira ya Ulaya na mazingira haya yana mambo yake, yana vishawishi vingi, na mara nyingi tunazoea kuzungumza hadithi na aya za Qur'an, alhamdulillah, hasa katika tarbia, katika malezi ya watoto. Lakini yapendeza vile vile, kwa sababu tunaishi katika mazingira mengine na mifumo mingine, kutizama vile vile, kutupia jicho katika namna ya mifumo hii inavyokuwa katika kuharibu watoto, kwa sababu mtoto anaharibika katika familia, anaharibika katika mazingira, na yote Uislamu umetuambia haya. Mwanadamu yoyote anapozaliwa anazaliwa katika fitra. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yulad ala alfitra, hakuna mtoto yoyote anayezaliwa isipokuwa anazaliwa katika fitra. Fitra ile ya asili ya kumjua Mungu, ndiyo fitra anazaliwa. Lakini vitu gani? Anasema fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani, wazazi wawili ndio watampeleka huku awe Myahudi, tabia za Kiyahudi, tabia za Kikristo, tabia za kukosa kumjua Mwenyezi Mungu, ndio atampeleka katika vurugu zote hizo. Anasema Mtume katika hadithi nzuri kwamba kama tuntajul bahimatu bahimatan jamaa, kama vile mnyama anapozaa anazaa mtoto, na mbuzi atazaa mbuzi, kondoo atazaa kondoo, ndivyo ilivyokuwa, hana kasoro, bila kasoro. Hal tuhisuna fiha bin jad'an, hauwezi kuona kama mguu umekatika sijui nini. Kisha akasoma ile aya, anasema fitratan llahi allati fatara nnas alaiha, hii ni fitra, ni maumbile ya asili ya Mwenyezi Mungu vile alivyoweka. La tabdila li khalqillah, hakuna mabadiliko yote katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Dhalika dinul qayyim, hii ndiyo dini imenyooka. Kwa hiyo sisi tumepewa watoto, ni jukumu letu kuwaelekeza katika ile fitra, tuwalinde katika ile fitra ya Mwenyezi Mungu, na haya ndiyo majukumu yetu sisi kama wazazi. Tunapokuja katika environment hii hapa, ni environment ngumu sana. Majukumu yale ni majukumu ambayo kila mmoja ataulizwa katika yale aliyochunga, kama alikuja katika hadithi. Sasa leo tunaangazia kwanza katika mujtama ambao tunaishi, iwe ni skuli, iwe ni nini, ndio maokhti wanakuja kutupa inshallah katika kutuangazia mwanga vitu gani ambavyo vinasababisha tabia za mtoto kubadilika. Uvitizame hivi, ukija kulinganisha katika Uislamu, it is exactly the same, ndio yale yale Uislamu umetuambia. Kwa hiyo kunakuwa na urahisi vizuri, na tupata faida kubwa kwa mifano watatupa kutoka katika skuli za watoto, katika mazingira vile yalivyo, social life iko vipi, wanaathirika vipi na wanabadilika vipi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii inakuwa ni mwanga kwa sisi wazazi kutizama, na tutazama katika mtazamo wa Uislamu, tunaona hakuna tofauti kabisa, ndio yale yale Mwenyezi Mungu alisema katika Qur'ani, na yale yale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituambia. Kwa hiyo inshallah tuwakaribishe maokhti ili watusaidie katika kutupa
information vizuri, vitu gani yani muathirat kwa watoto, vitu ambavyo vinaathiri watoto katika tabia zao. Kitu fulani inasababisha mtoto akiingia katika njia hii na njia hii na njia hii. Kwa hiyo haya ni majukumu ya wazazi, lazima tuelewe na elimu, tuwe na elimu kama hii, itatusaidia sana ili tuweze kukamilisha yale ambayo majukumu Mwenyezi Mungu alituambia, alituongoza. Kwa hiyo nisichukue muda, nimkaribishe kwanza ukhti Salma insha Allah katika kutupa yale ambayo alituandalia leo. Tafadhali ya ukhti. Mfungulie maiki, uende umekataa. Yeah, Mike tayari nafikiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Allah kwa kuniwezesha kufika hapa leo na kuwa na nyie pamoja. Allah atupe wepesi katika haya na atusamehe ikiwa tutakuwa tumekosea katika kauli zetu ya Rabbi. Mimi leo insha Allah, kama ulivyosema ustadhi na wengine, kuwa kidogo nitaleta ambayo yale tunayoyasoma na tunayoyaona. Kusema kweli, kama tunavyosema, malezi hayana ujuzi, isipokuwa tumwombe Allah atupe wepesi na tuombee dua sana watoto wetu. Hilo ndio muhimu kwetu sote, na umuhimu wake ni kuwa kama hivi, alhamdulillahi, tutakaa pamoja, tutazungumza sote, tumepitia katika malezi kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo inshallah, hapa leo mimi nitazungumzia mambo gani hayo yanayoathiri tabia za watoto, kama tulivyosema ndio katika mada yetu. Hayo mambo nitakayosema hapa ni mambo ambayo ama tunayajua au hatuyajui, na inshallah pengine huenda kwa kutokuyajua kwetu leo tukiyasikia yakatutanabahisha katika maisha tunayoishi na watoto wetu, na pia kama hatunayajua huenda inshallah tukayazingatia na kuyaangalia na kuyafanyia kazi kwa kina. Sitosema mambo mengi sana, nitakwenda moja kwa moja katika yale mambo tuliyoangalia ambayo tumehisi kama haya ni muhimu kwetu sisi kuyajua inshallah. Jambo la kwanza ambalo linambadilisha mtoto tabia ni utamaduni. Nini utamaduni? Hizi tamaduni zetu zinaathiri kwa sababu ni mkusanyiko wa maadili, imani inaingiliana na dini, mila na ushawishi wa kijamii unaunda utambulisho wa mtu binafsi na mtazamo wa ulimwengu. Nitatoa mfano kama Zanzibari tuna tamaduni zetu, wa Burundi tamaduni zao, Mkenya, ingawaje tunasema lugha, kwa sisi tunasema lugha moja, lakini kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatofautiana au vinakuwa sawa, lakini vile tunavyokuwa pamoja saa nyingine vinatufanya utofauti. Kuna wa Bangladesh ambao pia wana nini zao, kuna hawa wazungu ambao wana tamaduni zao. Sasa vipi? Nitatoa mfano katika malezi ya wazazi ya tamaduni. Moja katika tamaduni zetu sisi tumelelewa kwa kufundishwa tabia kwa kupigwa. Tunapigwa ndo, instead ya kuwa hapa wenzetu wa UK wao hawatumii kipigo, wanatumia kuzungumza na mtoto. Lakini pengine sasa sisi tuliohama katika tamaduni zetu, kwa vile tumezizoea, kubadilisha zile tamaduni zetu inakuwa hatujui namna gani ya kuzibadilisha zile tamaduni zetu. Kwa hivyo sasa tunakuwa na tamaduni zile zile. Instead ya kuzungumza na mtoto, tunaendelea kulea kwa kuendelea kupiga, kwa sababu ndio tamaduni zetu zilivyokuwa. Kwa hivyo inakuwa kwa upande mwingine hatulaumiki kuwa mzazi katoka na tamaduni yake, kuwa vile ndivyo alivyolelewa kufundisha mtoto tabia. Anahama, anakuja mji mwingine au nchi nyingine, anaendelea vile vile, hakuna mabadiliko. Hilo moja. Na hapo hapo katika hayo inakuja
wazazi hatujui kuangalia mabadiliko ya watoto katika makuaji yao, sana sana kwa sababu hatujasikia au hatujazoea, hatujui kitu cha kumwangalia mtoto kafikwa na nini, nini kinamfanya ili abadilike, hatujui mambo kama hayo. Kwa hivyo hilo ni jambo pia katika tamaduni hatujazoea pia, pengine yapo lakini pengine hatujayachukulia katika akili zetu kwa hili ni jambo muhimu sana, kumwangalia mtoto wako anaingia anatoka, nini mabadiliko yake, vipi ukuaji wake. Ile yote inasababisha kubadilisha tabia zake, kwa sababu kama sisi tuna observe watoto wanapokuja katika mashule, wanapokuja katika sehemu zile za kuchezea. Ikiwa tunamuona mtoto pengine tabia yake aidha tuna wasiwasi nayo, kwa hivyo sisi tunamwangalia kwa nini anafanya vile. Inawezekana pale alipokuja wakati ule kuna watu wengi sana na mtoto hajazoea kukaa na watu wengi sana. Kwa hivyo pale inatupa uelewa kuwa huyu mtoto pengine baada ya kumuuliza mzazi wake kuwa hajazoea kukaa na watu wengi. Yeye ni kazoea pengine yuko peke yake nyumbani, kwa hivyo kaja pale anaonekana kuwa anahangaika, anakwenda huku na huku, au hatulia, wafanye nini, kwa sababu ile sisi ndo tumejizoesha kuwa tunamuobserve ili tuweze kumsaidia kitu gani kinamfanya abadilike ile tabia kwa wakati ule. Hayo ni mambo ambayo yapo, ni mambo ambayo wengi wetu sisi hatuyajui, na ikiwa tunayajua pengine tunahisi ni jambo la kawaida, kwa sababu kama watu wa sehemu za Europe, sisi tuliokuja Europe, ukimwelezea mwenzako atasema hao wazungu au nini. Kumbe ndo inavyotakiwa kuwa mtoto wako umwangalie ili ujue ana matatizo gani, ujue kabadilika kwa kitu gani, na yote hayo yanakuja inshallah tutakuja kuzungumzia kwa vipi wewe mzazi kama ni mzazi utaweza kukaa kumwangalia mzazi wako, mtoto wako, samahani, mtoto wako. Jambo la pili linalombadilisha mtoto tabia. Jambo la pili linalombadilisha mtoto tabia ni matukio ya maisha yanabadilisha tabia. Kwa mfano, kuhama. Wengi wetu sisi tumehama, tumetoka katika nchi zetu, tumekuja katika nchi za kigeni. Mtoto pale anapokuja katika nchi za kigeni, na hata sisi kama watu wazima, kwanza sisi wenyewe kiakili kwanza tunakuwa tunapata tabu, hatujui mazingira. Sasa mfikirie mtoto anakosa maadili ya malezi nyumbani. Mimi nitachukulia mfano mkubwa, kwa vile nimetoka Zanzibar, nitachukulia nyumbani tunalelewa na kila mtu. Amekuona huyu, atakulea, atakwambia, atamwambia mzazi wako. Kwa hivyo ile inasaidia. Lakini katika hizi nchi za wenzetu hakuna malezi ya kulelewa na watu katika culture zao na watu katika tamaduni zao. Zile zinabadilisha mtoto kwa akienda skuli anakutana na watoto wenzake ambao hawatoki kwenye culture au tamaduni zile anazotoka yeye. Anatoka mji huu, wazazi tunaamua kwa tuhame twende mji huu, anabadilisha tena mawazo mengine na mji vingine. Kwa ile kujithibiti kuwa niko hapa, pengine kuhama kule niko hapa lakini nimehamia kwingine, mtoto anakuwa hawezi kujithibiti mentally, anapata tabu sana. Kwa hivyo ni jambo ambalo sisi pengine tulikuwa hatulijui kuwa watu wakihama na watoto inamuathiri mtoto ile, kutokana na malezi, kutokana na watu wanaokutana nao, kutokana na pale sehemu alipo, hiyo inamuathiri mtoto. Jambo lingine linalomuathiri ni wazazi kuachana, au tunasema kutengana, au kwa maana mingine sisi hapa tuna desturi wazazi kuhama kwa mzazi mmoja, anahama mzazi mmoja anakwenda kwingine anakaa, mzazi mwingine ndo anakaa mmoja peke yake na watoto. Kwa hivyo ile inaathiri tabia za watoto, kwa sababu malezi ina maana yanakuwa ya mtu mmoja, sio malezi ya watu wawili.
Kwa hivyo utakuta kuwa pengine mzazi hajui kama mtoto kaathirika na kule kufanya vile kuhama kule, na mtoto sio kama hapo hapo ataonyesha mabadiliko yake. Inachukua muda mtoto kuonyesha mabadiliko ya tabia, na pengine hutojua kama huyu mtoto kabadilika tabia kwa sababu pengine mama au baba yake au kahama au mtu wake wa karibu kahama, kama hivyo tunakuwa hatujui. Pengine mtoto mdogo unamuona analia lia ovyo, ana mambo ambayo unajistaja huyu mtoto, lakini unakuwa pengine huwezi kujua kwa wakati ule, kwa sababu inakuwa ni vitu ambavyo hatujavipitia, na ikiwa tumevipitia tunaliona ni jambo la kawaida tu, analia anafanya hivi, tunatoa sababu ambazo tunahisi ni kawaida, kumbe zinaumiza. Na kama tulisoma siku za nyuma hizo, tumesoma ni kihoro, mtoto anapata kihoro, ile traumatize inampata. Kwa hivyo ina maana pale inambadilisha tabia, na hapo hapo ile kuhama kwa marafiki zao, watu waliozoea. Watu wengine wanasema nini, tulitolewa mfano tukaambiwa kama hivi, mtoto akizaliwa, mtoto mwenzake ndani ya nyumba anabadilisha tabia, lakini wazazi wanakuwa hawana ule uwezo wa kujua kama huyu mtoto kabadilika. Wengine wanayo, wengine hawajui, lakini anabadilika tabia yake. Au mtoto tunaleta wanyama kufuga ndani, tuseme tumeleta paka ndani ya nyumba, tuseme tumebadilisha rangi ya nyumba, nataka kubadilisha rangi ya nyumba. Vitu vingi ambavyo sisi hatuvichukulii kama kitu hichi kinaweza kumbadilisha mtoto tabia. Au pengine wewe kama ni mzazi umekuwa na rafiki mpya, rafiki anakuja kila mara, kitu kile hatukichukulii kama kinaweza kikambadilisha mtoto wako tabia. Hizo sababu za baadaye, kwa nini inambadilisha mtoto tabia pale? Pengine kuna mambo ambayo anahisi kuwa pale huna time tena na yeye, kuna time na rafiki yako mpya. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yanabadilisha watoto tabia. Ugonjwa, watoto wanapokuwa wagonjwa, watoto wanabadilika tabia. Ni vipi wanabadilika tabia? Mimi maisha yote nawaambia mzazi, ichukulie wewe kama ni mzazi, ni mtu mzima unayefahamu. Unapoumwa, ina maana wewe umeumwa, umepata malaria. Ukipata malaria pale, pengine utakuwa una nguvu ya kula dawa nini, lakini mara nyingine ukishakula dawa, ukimaliza kula dawa, ukipoa, ndo sisi tunasema kula dawa si kupoa, kwa sababu kupoa kwako hakutokuja kuwa wewe utakuwa una nguvu kama ulikuwa unakwenda shamba moja kwa moja utaweza kwenda kulima. Kupoa kwako kutakuja kidogo kidogo mpaka utakuwa na ile stamina yako, utakuwa na nguvu zako kidogo kidogo. Sasa mfikirie mtoto. Kwa hivyo na mtoto anapoumwa, aidha katumia zile dawa, unamfanya tabia zake baadaye kunamfanya tabia zake zibadilike kutokana na zile dawa. Pengine utamkuta pengine alikuwa ni mtoto mkimya, baada ya kutumia dawa anapiga makelele. Sasa nyinyi pale mnakuwa mnashangaa, kwa sababu unakuwa si yule ambaye ni mtoto ambaye mlikuwa umemlea kwa vile. Kwa hivyo tujue kuwa ugonjwa unasababisha kubadilisha tabia za mtoto. Mtoto kulazwa hospitalini, watoto wanalazwa mahospitali kwa muda mrefu sana, ile pia inabadilisha tabia za mtoto, kwa sababu anapolazwa hospitali kuna mambo mengi anayakosa. Anakosa ile social life ya nyumbani, ya kuwa na wenzake. Hospitalini mazingira yake yanakuwa sio kama yale ya nyumbani. Kwa hivyo anaporudi nyumbani, tabia yake automatic kwanza itabadilika, mpaka atamujue kama huyu alikuwa pengine anakosa hichi kitu, sasa hivi anaona tafrani imerudi pengine nyumbani zogo. Kwa hivyo vile ni vitu ambavyo pia tunatakiwa tuvizingatie na tuvijue kwa vinabadilisha watoto wetu tabia zao. Kitu kingine kinachobadilisha tabia ni chakula, na haswa hapa tuna vyakula vingi sana watoto wetu wanakula. Hizi nchi za Europe ambao vyakula vile vinakuwa vishatiwa vile viongezeo vile. Ukimkuta mtoto, mimi nakumbuka
tumekaa siku moja tunafanya session kwa muda wa wiki nzima, na muobserve mtoto huyu anapokuja, anakuwa anacheza na wenzake vizuri, kila kitu kiko salama. Lakini wakati wa sisi tunapotoa fruit kama mfano grapes au hizi cheese, akimaliza tu kula yeye, sasa sisi sote pale tutakuwa tafrani, kwa sababu yeye atakuwa yuko katika hali ambayo kila mtoto pale atakuwa tafrani. Kwa hivyo vitu kama hivyo, watoto wengi sana, watoto wetu hapa, vyakula vyao, mtoto unamkuta mtoto asubuhi anaenda kununua Coke, sijui atakwenda, sijui fizzy drink ndo wanaziita wenyewe. Sasa wewe fikiria, mtoto huyo anakuwa asubuhi mapema sana anaipiga ile. Je, akili yake itakuwaje? Tabia yake itakuwaje? Ametia sumu katika mwili wake, atakuwa vipi mtu kama huyo? Kwa hivyo hiyo inasababisha pia ukosefu wa lishe ya afya, health diet hizi. Watoto wengi wanakula ma junk food. Sisi wenyewe pia tunakula junk food, ambapo pengine ukiangalia katika utamaduni wetu wa nyumbani tulikuwa tunajiona nakula mhogo asubuhi wa kuchemsha au viazi, kumbe ndo healthy zaidi kuliko hata hapa anaopata mkate na siagi, lakini anapigwa mkate na siagi huo. Mimi sasa hivi nina kesi kuwa mtoto asubuhi anapigwa mkate na siagi, mpaka sasa mtoto amekuwa na matatizo ya tumbo kwa sababu ni mkate siagi, mkate siagi. Kwa hivyo inampa taabu, hapati choo vizuri. Kwa hivyo ile pia inasababisha tuangalie sana vyakula tunavyowapa watoto wetu. Tusione kuwa kununua chakula, saa nyingine unaona kununua chakula cha ughali, utanunua ughali, lakini jiangalie mtoto wako afya yake itakuwa vipi, akili yake itakuwa vipi, tabia yake itakuwa vipi katika vyakula vile. Kuchelewa kwa ukuaji wa muda mrefu. Kuna watoto ambao wanachelewa kukua. Unaweza we mtoto wako ukamzaa ukafikiria kuwa mtoto huyu ana miaka 5, lakini akili yake ni mtoto wa miaka 3. Na hapo ndo yanapokuja yale mambo ya kuwa yuko ana akili yako, yale maradhi tunasema ana autism, sijui ana ADHD, sijui ana maradhi mengine ambayo ni katika ukuaji wa kiakili. Kwa hivyo inawezekana kuwa kazaliwa kuwa nayo hayo maradhi au kayapata, au tuseme saa nyingine inakuwa na mazingira. Kwa hivyo hiyo inasababisha pia watoto, sio kama vile tunavyosema sisi, kama mtoto akifanya kitu ukamwambia wewe una miaka 10 lakini unafanya kama una miaka, tabia zako kama mtoto wa miaka 5. Sasa ile inakuja jambo jingine sasa. Hapo ushamtia mtoto katika hiyo traumatize ya kwa akili yake sasa ishakuwa negative, maanake wewe umemwambia kuwa wewe mwenyewe kuwa hujui kuwa ile inasababisha pia mtoto ukuaji wake inasababisha. Mwenyezi Mungu anajalia wengine wanakuwa haraka kiakili, wengine wanakuwa na yote inakuwa na mambo ambayo yamewazunguka pia. Jambo jingine kubwa ambalo nimeliona na kwa wenzetu sana Wahindi kama ni hata na sisi tunayo, kudekezwa. Mtoto anadekezwa. Juzi nilikuwa na kesi ya mtoto wa miaka 15. Mama anasema mtoto hajala toka jana usiku. Asubuhi kaamka, mama akamwambia kula, mtoto hakula, kenda zake skuli, karudi saa 7 mchana, mama anamwambia kula, mtoto hajataka kula, kaingia ndani, kaingia kucheza game mpaka saa 10. Mama bado anamwambia kula. Mama anapiga kelele sasa, hujala, sijui nini, kula. Sasa mimi namuuliza, kwani mtoto wako ana miaka mingapi? Ananiambia ana miaka 15. Sasa namwambia mtoto wa miaka 15 ina maana lazima umwambie kama ale maanake hajala toka jana usiku. Sasa nikamwambia ikiwa anataka kula si atakula tu mwenyewe. Inabidi saa nyingine nimlishe kwa sababu anakuwa hali. Mimi nikasema subhanallah, nikamwambia ina maana unamlisha? Saa nyingine namlisha maanake anakuwa hali. Sasa it means pale
wa yule mtoto kwa yale anayoyapata. Sasa lililotokea hapa, mtoto yule baada ya kuambiwa kula kula, kaona zogo, kakimbia kwao, hakulala kwa siku nzima kwao, anatafutwa, wazee wanamtafuta. Mtoto kumuuliza, anasema mimi ndani ya nyumba ni zogo tu, mara unaambwa hivi, mara sijui mimi nahisi kama wazee wangu hawanipendi, wanataka kuniua, mara sijui hivi. Yeye anaona sasa lile ni janga lile, na pale waliombadilisha ile tabia yake ni wazee, kwa sababu ya kuwa wanaona kila kitu ile kusema na sisi tunapiga makelele tu, yeye anapiga makelele ule ule ule, mtoto hana njaa. Lakini yote tukija kule juu kwenye tamaduni zetu tumezoea kuwa mtu kama hajala, mtoto kama hajala, unaona ndo lazima ale. Watoto hapa sio ulazima kwao kula, na pengine ndo kwa nini sio ulazima kwao kula, kisha kwenda kuchukua chakula ambacho yeye mwenyewe anaona nimeshiba, mimi niko okay, ambacho kishamharibu akili. Kwa hivyo tuangalie sana namna ya yale malezi ya kuwa kila kitu unamfanyia. Na mara nyingi hizi tunawakuta, kesi nyingi tunazikuta katika malezi ya ndugu zetu hawa wa Bangladesh, wa Pakistani, wao ndo tunakuta katika malezi kama hayo, kwa hiyo kila kitu unamfanyia, sijui unamfanyia. Kwa hivyo inakuwa ile unambadilisha tabia, lakini kwa pale unakuwa hujui, mpaka baadaye ndo utakuja kujua kama kumbe mtoto, lakini it's too late. Alafu kama tulivyosema, ukuaji, na zaidi hapa napenda kusema kama vile mtoto mchanga anapokuwa, kama anasema, sisi tunasema mara nyingi tunakuwa tushajua kama anatoa meno, kwa hivyo tabia yake inabadilika, anaanza kulialia sio nini, kila kitu kinakuwa tofauti. Haya, matarajio ya wazazi. Sisi tuna matarajio makubwa hapa. Tumekuja tunatarajia kuwa mtoto wako kaja, unataka mtoto huyo ende university, unataka awe best, anaohifadhi Qurani, unataka huyo mtoto huyo asiwe na doa, manake itakuwa sala 5, ama unataka mtoto huyo, yani ile expectation yako wewe unamtizama yule mtoto, unawatizama watu wa nje watasema vipi. Hujui kuwa ile expectation yako, kwa vile hujakaa na mtoto wako, hujasema naye, hujafanya nini, ile expectation yako ndo itamfanya kumharibu tabia mtoto wako. Kwa hivyo hili ni jambo la kuwa tujiangalie sisi kama ni wazazi, expectation zetu za kuwa tunataka nini kwa watoto wetu, wawe vipi watoto wetu, kuwa ile ni moja kuwa unamharibu mtoto wako kitabia bila wewe mwenyewe kujua, kwa sababu unajipa wewe zaidi majukumu, uko katika mazingira ambayo yale mazingira huna msaidizi. Msaidizi wako atakwenda skuli, mtoto akakutane na watu wengine ambao na wao hawana utamaduni wako wewe, hawana mila zako wewe, hawana nini. Sasa kule akifika kule wanamkoroga vingine, na wewe huku expectation yako ni kubwa. Kwa hivyo hiyo inabidi tuiangalie sana pia. Na hisia za watoto na reaction tunazowapa, namna ya unavyozungumza, unavyojibizana na mtoto wako. Sisi ndo tunachukulia vile mamako sijui hivi, tunachukulia hiyo ni jambo ambalo una uwezo wa kumwambia mtoto wako. Sasa kila siku unasema sisi ndo tulivyozoea katika tamaduni zetu, mila zetu, pengine mzee wako anakuambia hivyo, mimi mama yako nini, lakini ukifika nje una shoga yako na anakuambia na mimi mama yangu kaniambia hivyo. Haya, lakini sasa hapa Europe wewe unamwambia vile, akifika huko darasani, akifika university au anakutana na mwenzio, hakuna maadili yale ya kuambiwa vile. Sasa wewe unafikiri mtoto huyu atakuwaje? Mtoto huyu atajifikiriaje? Atafikiri wa huyu, mimi mamangu anasema. Ndio pale tunapowasikia watoto wa Kiswahili wanasema mama wa Kiswahili hao.
kwa sababu yale maneno tunayozungumza au vile tunavyojibizana nao, kwa ndo hivyo, pengine tunajua au hatujui, lakini inambadilisha mtoto wako tabia. Nitagusia moja, alafu insha Allah nitakuachieni na nyoti kama mnataka kuchangia insha Allah. Kuondokewa au kufiliwa na na mtu wa karibu au rafiki. Mara nyingi hapa mkisikia watoto kama skuli amekufa mtoto, utasikia watoto wale wanatafutiwa counseling, kwa sababu ile inaweza ikamfanya, na sio kama inaweza, inamfanya mtoto abadilishe tabia yake, kwa sababu anakuwa tayari amepata trauma, hajui namna gani ya kujimudu. Kwa hivyo sasa inambadilisha tabia ile, pengine mnamuona anatoka, wanasema, ndio hizo watoto wengi kama sasa hivi wanapata mental health, kwa sababu kinachotokea ni kuwa mambo ni mengi maskulini, masomo ni mengi sana, wanasoma na wao na wanataka kuwa, kwa sababu washawaona wazazi wao, kwa mzazi wangu mimi anataka hivi, ana expect kwa mimi nipate nipasi vizuri nifanye, kwa hivyo na yeye anakuwa na pressure. Sasa zile pressure zinawafanya kuwa baadaye unakuja kushtukizia tu mtoto kishapata mental health. Kwa hivyo ile inaathiri wa sisi hatujui, pengine kama yule mtoto yuko na pressure hizo nje, tunawaita watoto wetu wajuaji, lakini zile pressure zile kwa maskulini, masomo yale yalokuwepo, watu wanaokutana nao yale, ndio kama hivyo, hakuna watu wa kuwasaidia kukaa wakazungumza. Mtoto anakuwa na pressure ya kuwa anaingia skuli kubwa, yuko nasari, akiingia skuli nyingine pale, sisi tunasema lazima awe supported, anaonyeshwa, anakwenda kuonyeshwa ile skuli, hii ndio skuli unakuja, anaonyeshwa klasi, anaonyeshwa nini, ili kupunguza ile traumatize ya kuwa asipate ile hofu. Haya, akifika haya hapa ndo tabia zao. Mtoto akienda sekondari anaambiwa haya, mleteni ile siku za mwanzo muonyeshe, anakwenda anaonyeshwa nini, kwa sababu ile ni pressure kubwa sana. Sasa ni sawa sawa na kuondokewa na mtu au mtu wa karibu. Mabadiliko yale yote yanasababisha watoto wetu wabadilike tabia. Marafiki wa shule, hao ndio subhanallah, hao ndio wakubwa wanaobadilisha watoto tabia. Mtoto, mimi mara ya mwisho na mtoto wa miaka 11 anasema anataka simu, babake anamwambia hata simu sikupi, anamwambia wa rafiki zangu wote wana simu, mimi tu ndo sina simu, kwa hivyo na mimi nipewe simu. Sasa ile kwa kuwa kawaona wote akitizama kwenye hayo media anaona ndo hivyo hivyo, watu wote wana hivi, wana malaptop, sijui wana iPad, ye hana. Kwa hivyo sasa utakuja kumkuta mtoto sasa pale tabia zake zinabadilika, ndo kama hivyo, pengine anaenda anazimwa simu au anaambiwa huna simu, basi tena ndo anaingia katika magengi tena, magengi ambayo saa nyingine ndo wewe mzazi unakuwa unakuja kumwona mtoto wako yuko kawaida, lakini ghafla tu unamkuta kishabadilika tabia. Halafu hapo hapo mtoto anakuwa anakataliwa na watu wengine ambao kwake ni muhimu, mashangazi, sijui manani, wale watu ambao ni muhimu kwake, wale wanamkataa wale, tunakuwa tunasahau, na hapa ndo hatuna, maanake tumeipoteza sana sana. Watoto wetu hawajuani katika mambo yao ya wa huyu mzazi huyu au huyu anti yangu, huyu ankali yangu, yote yale yanakuwa hayapo hapa. Kwa hivyo utawakuta watoto wako tu wao kwa wao. Kwa hivyo ile pia inabadilisha watoto tabia zao. Inshallah kwa sasa hivi nitasimamia hapa. Inshallah nitamkaribisha kama kuna mtu yeyote ambayo ana maoni au ana zaidi. Dr. Hadija, labda inshallah unaweza ukaendelea kama una mifano inshallah.
Naam, barakallahu fik ya ukhti, kwa msafara mzuri sana, kwa mukhtasar ambao umesummarize. Mimi naita kama hii ni bombshell darsa topic, yani umeturushia kumbula, yani bomb iliyokuwa kubwa sana. Kwa nini nasema hivi? Vile unavyosema, nimetizama kwenye statistics za Uingereza na sehemu mbalimbali, hata Marekani. Kabla sijampa ukhti, hebu tusummarize haya ambayo ukhti ametuambia, ili tujue tunaelekea wapi, tunakwenda wapi, na take away tutatoka nayo. Tunayatizama haya, tunayazungumzia kwa mtazamo wa Uislamu. Naam, na Uislamu umeshatuambia vizuri. Tumeanza na hadithi kwamba kila mtoto anapozaliwa yulad ala alfitra, anazaliwa kwa fitra, tabia ilikuwa safi, mtoto ni mbichi, kwenye fitra ya Allah vile. Sasa amana hii tunayopewa, utailinda vipi? Utailea vipi? Utaielekeza wapi? Utaiendeleze kwenye fitra hii, au utaamua mwenyewe mfumo mwingine wa malezi ya fitra hii ambayo Mwenyezi Mungu amekabidhi? At the same time, Mtume sallallahu alaihi wasallam ishatuambia kwamba amana hii tutaulizwa. Amana ya ulezi wa watoto tutaulizwa mbele ya Allah, kullukum rai wa kullukum mas'ulun an raiyati. Hadithi mbili hizi zinatosha kwamba amana hii kesho tutaulizwa. Mimi kama baba nitaulizwa, wewe kama mama utaulizwa. Katika hadithi iko clear hivi. Sasa hapa ndio tunatazama darasa la leo, huu linaangazia factors, awamil, vitu ambavyo vinaweza vikabadilisha fitra ya mtoto, ikawa result kwamba mabadiliko ya fitra haya yakaelekea kwenye tabia mbaya na mbovu, na kesho ikawa mimi ni masul mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukhti Salma akatupa factors hapa, nimeziorodhesha na mimi hapa, baadaye inshallah tutaziweka kwenye group vizuri. Kwenye familia kuna magomvi ya wazazi, yanaweza kasababisha mabadiliko ya tabia. Separation ya wazazi, separation inaweza kuwa hata mzazi mmoja anafanya kazi sehemu mbali au nchi nyingine, kidogo mmoja ndio iko na nani, ikawa ni uzito fulani yeye kuweza kurani, wako affected. Kuhama mazingira ya skuli, au mtu alikuwa anaishi London na sasa anaishi Manchester, vitu kama hivyo. Lakini mimi nimeguswa sana na kitu ambaye amesema, maradhi au chakula, kwamba inaweza kusababisha matatizo ya mtoto na tabia. Allahu akbar. Food processing, na ndio chakula ambavyo tunakula sana hapa, hivyo food additive, mmoja katika hivyo ni hizi junk food na energy drinks kwa watoto. Nitatoa hapa baadaye inshallah, nitaweka hapa statistic vile zinavyosema. Uingereza hapa tena, na BBC ilitoa ripoti hiyo mwaka jana, Januari mwaka jana, wanasema ni more evidence to ban energy drinks for children, study funds. Yaani wanataka namna, wanaweza mikakati gani ya kuziwia hizi energy drink kwa watoto wadogo, zisiuzi bado, ingali wameshatoa evidence, kila kitu kimeshakuwa universities zimeshafanya research na uchafu wote unaonekana. Sasa anavyosema hapo kwamba hizi vinasababisha, ngoja nisome katika Kiingereza, it highlights and links to more risks than previously found, such as anxiety. Ukhti amesema hivi vyakula hivi vinasababisha energy drinks, mfano anxiety kwa watoto, stress kwa watoto, mpaka suicidal thoughts, mpaka na hizi HDD na nini, amesema hapa. Na percentage sasa ya watoto wenye kuzaliwa na mambo ya matatizo kama haya bado inazidi kukua na kukua na kukua. Subhanallah, yani haya ni mambo kabisa tuyachukulie very very serious. Na sisi kama wazazi, na especially sisi kama Waislamu, dini yetu imetuambia hii ni amana. Lazima utizame namna gani nitaweza nikaelea amana hii, nifanye juhudi yangu. Mtoto akiharibika haribike, lakini wewe mbele ya Allah anaona kama umefanya juhudi. Huu ndio msafara ambao tuko nao leo insha Allah. Hebu tumkaribishe Ukhti Salma, Ukhti Khadija, na yeye aweze kutupa baadhi ya mifano, alafu tutarudi tena kwenu kwenye audience, ili mwenye kuwa na fikra au maswali ambao mnaweza mkauliza makhti wetu. Fadhal Ukhti Khadija. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mashallah, mashallah. Very nice talk. Very nice. Mimi sina mengi sana kwa sababu Aunt Salma amecover a lot. Na sana sana labda nitaenda kwenye mifano lakini kwangu itakuwa kuanzia 17 ambao sasa kwa sababu Aunt Salma yuko kwenye watoto sasa wakitoka kwao ndio wanakuja kwetu sisi. Sasa wakija kwetu sisi unakuta sasa hivyo vitu vyote alivyo vimention, unaona gaps. Sasa watoto wanakuja wamevunjika kama 17, ye mwenyewe hajimudu, hajiwezi, hajisefugadi, hawezi kujisefugadi kwa sababu hakupata maandalizi mazuri ya kutosha ya kujisimamia. Sasa kwa sababu sasa ukija sasa unakuta sasa kama ni watoto wa kike wanaingia kwenye aina zozote za violation kama domestic, wanaume the same. Vijana wa sasa hivi kama kesi za domestic abuse au za sexual abuse zikija, any kind of crime, ukienda majumbani mwao unaona hakuna hata pa kukanyaga, kwa sababu kama alivyosema Aunt Salma, wamekuwa hawajaandaliwa huko nyuma. Pale ndani panakuwa ni vurugu mechi, mwanamke hajaandaliwa, mwanaume hajaandaliwa, wanakutana sasa wanaoana. Kwa hiyo inakuwa shambo, hakuna back foundation za nyuma. Ndio tatizo lililopo, na ndio maana unaona sasa hivi crime ni kubwa sana kuliko miaka ya nyuma, kwa sababu kuna gaps. Watoto wanakuja wana gaps za huko nyuma. Kitu kikubwa mimi mfano kama ukienda polisi, kama mtu kafanya crime, linashushwa faili lake pale kuanzia utotoni. Unaona heyo, mamake alikuwa single mom, babake alikuwa sijui hivi, babake nashushwa lile faili pale, unakuta sasa ule mtoto ana ADHD, ana autism, ana sijui nini. Unaangalia nyuma unaona, yani kule nyuma kungekaa vizuri tu, mtoto angekuwa vizuri yani. Kwa hiyo ndio kizazi kinakuwa kimeharibika. Kwa hiyo jamii inaanzia huko nyuma, sasa ndio tunaharibu jamii ya baadaye. Kitu kingine ambacho ningependa niongezee cha watoto ni teknoloji. Wazazi wengi babysitter anakuwa simu, anakuwa TV kule kwenye kama tunavyojua simu, TV, whatever, ndio pana mapredator humo humo. Kwa hiyo watoto wanaingia ndani kwenye, unamwona mtoto wako yuko chumbani kashinda siku nzima, yuko kwenye simu, kule anakutana na mapredator wako huko, wanawinda watoto. Kwa mtoto anakuwa anajifunza vitu vikubwa, wewe unakuwa hujui. Kwa hiyo kuna kesi nyingi unaziona kwamba kama kesi ile ya Push. Kesi ya Push, ukiangalia ule mtoto wa kike alikuwa mamake alikuwa na expectation kama hivyo Aunt Salma alivyosema kwamba mzazi anamlea mtoto anataka awe wa aina fulani. Yule mtoto wa kike mamake alimlea, alikuwa kamzaa mtoto peke yake mmoja, akamdekeza, akawa hawezi kufanya kazi yoyote, akamwandaa, akamsomesha shule private school, mtoto akaja akawa solicitor. Lakini mtu anakuwa solicitor, anakuja mtu utakuta ni CEO, lakini hajimudu, yuko too broken. Unashangaa sasa wanafanyaje kazi? Mara nyingi unakuta kwamba wanakuwa off sick. Kwa kizazi kinakuwa kibovu kutokana na background. Kwa hiyo kesi nyingi za domestic abuse ukiziangalia ni kwamba preparation haikuwepo kwa mwanamke na kwa mwanaume. Sasa wamekutana, inakuwa wanapigana ngwala tu mle ndani. Mimi naomba niishie hapo, sina mengi. Shukrani sana. Mashallah, barakallahu fik. Capacity leo imefika 100 jamani, ndio maana naona watu wengine wameshindwa hata kuingia. Mada ni mada ambayo nzito sana.
Inshallah, nafikiri tutoe nafasi Sheikh Hassan ya wanaotaka kuchangia, lakini vile vile mimi nitaonyesha hapa mfano wa yale yanayosemwa katika serikali na katika sera za science na madaktari kuhusu chakula vile kinavyoathiri tabia za watoto, particularly hizi energy drinks na food processing inshallah. Lakini at the same time hebu tutoe nafasi nani, unless Hassan kama kuna lolote unataka kuongeza. Nafikiri tungeruhusu watu waulize kwanza maswali. Sawa. Naam, nakaribisha mwenye swali lolote mwenye comment ili kuzidisha faida, kwa sababu haya yanatuhusu sisi wote, na especially tukiyapuuza tukumbuke kesho tunahesabiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi wote kama wazazi. Wapo wazazi wana concentrate sana kwenye kazi, wanasahau majukumu yao kwa watoto. Hili ni jambo muhimu sana. Naam, al-ukhti Ghania, tafadhali. Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mimi nilichokuwa napenda kuchangia kuhusu malezi ya watoto, kuna watoto nimepeleleza sana na experience manake mwenyewe, hawapendi kama watoto wa teenagers. Ukiwaambia mtizame mtoto wa fulani mwenzio na yuko hivi, kwa nini wewe hutaki kuwa kama hivi au hivi? Ni kitu ambacho kinachukiza sana kwa wao ukiwaambia. Alafu cha pili, mambo ambayo nimehisi pia yanawaharibu watoto wetu sana, wachilia mbali ni simu na hizi iPad. Kuna hizi games wanazocheza, sijui PS4, sijui hizi, nimegundua kuwa ni kitu ambacho nafikiri kama shetani kwa wao. Yaani ni kitu kibaya tena kibaya tena kibaya sana, kwa sababu ukimkuta mtoto kakaa kitako anacheza game, hata kama ukimwita basi sauti yake ya kukuitikia inakuwa tofauti na ukimkuta hachezi game yake. Unaweza kumkuta mtoto yuko mkali, anavyomwita timu anacheza game, sauti inabadilika. Alafu anahisi ile game ni kama kitu ambacho yeye hawezi kukikosa. Kama mfano, sijui niseme vipi, yani game ukimkataza kucheza game, bora mwambie, akikwambia nataka kutoka mwambie usitoke, basi anaweza akaridhika kuliko kumwambia usicheze game. Mimi experience mwenyewe, mtoto wangu alikuwa anacheza game, nikahamaki, nikaona hii game hii imekuwa kwa kendo kila kitu, hapay attention kwa masomo yake, hapay attention kwenye kitu chochote, hata kwa mwenyewe. Yani ile kunyanyuka mtu akaingia chooni tuseme akakoga, basi pia anaona uzito kwa ile game. Nikasema hii game itakuwa ni matatizo, nikaichukua game ya mwanzo nikaitupa. Bahati mbaya nzuri wakaja kupata tena pesa za Eid, wakachangishana wenyewe kwa wenyewe, wakaenda kanunua game yao nyingine. Kununua game nyingine, sasa hii nikaambia mama, hii huwezi kuigusa kwa sababu hii yetu. Wakaniambia hii mama yetu. Nikamwambia hapana. Nilivyokuwa nimeona mambo yamezidi na ile nikaichukua pia. Nilivyoichukua ile game nimehisi kwa tabia zimebadilika kiasi fulani bila ya wao kuwa na game. Kwa hiyo naona hizi game za ndani ya majumba yetu tunawanunulia watoto wetu kwa pesa zetu wenyewe, lakini zinawaathiri yani sana sana katika akili zao, kwa hawawezi kufocus na mambo mengine na zinawabadilisha akili. Hiyo mawili ndio nilikuwa napenda kuchangia. Shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Asante sana. Mimi naomba niseme maneno mawili madogo tu. Kwa kweli ulezi ni mzito kwa sehemu zote za duniani, naweza kusema, na unakuwa mzito kutokana na mabadilisho ya maisha tunayokwenda. Kwa mfano, kama sisi Wazanzibari tunatoka Zanzibar tukaja hapo Uingereza au tukenda Sweden au nchi nyingine yoyote, tukifika hapo na watoto wetu tunawabadilisha sisi wenyewe mazingira.
Hatutaki tena yale mazingira tuliowalea, tuseme tumekuja nao hapo labda wana miaka 5 au 6 na nini. Kwa hivyo tunawabadilisha mazingira kutokana na yale tunayokuta pale, na hiyo ni experience niliyoipata mimi mwenyewe kwa kusema kuwa watoto wangu wengi wako hapo Uingereza na wajukuu na nini na nini. Kwa hivyo mimi mara kwa mara nakuja hapo na naona zile tabia. Hata ukisema pengine unamwambia mtoto mjukuu wako, unamwambia pengine hivyo sivyo, sasa wanaambia ma hapa ma usiwaambie wao watakwenda kusema skuli, watakwenda kusema social, sijui itakuwa hivi itakuwa hivi. Sasa pale watoto automatic wanabadilika kutokana na mazingira sisi wenyewe tunayowapa. Sisi ndio tunaowaharibu watoto. Watoto hawaharibiki wao wenyewe, ni sisi tunawaharibu kwa kutaka kuiga pale tulipofikia, kufuata yale ya pale. Hatutaki kuwafahamisha yale yaliyokuwa yana mustakbal ambayo ni tuseme kama Waislamu katika dini yetu. Hutaki kumfahamisha, na mtoto ukimwambia sana what why, hizo ndo question zao. Sasa inakuwa ni uzito, sisi wenyewe tunashindwa kuwa control na kuwafahamisha katika mazingira yetu ya Kiislamu. Haidhuru tumekuja katika nchi hii na hapa pana tabia zake, lakini wewe unatakiwa uwe na tabia hii. Mzee wako akikwambia hilo neno sio muulize question why, what, why you are looking me like that. Sivyo, usiwe mkali juu ya mzee wako. Lakini watoto wanapotufanyia sisi tunanyamaza. Tena ukija ukisema hapo utakwenda pelekwa social. Nafikiri mimi niseme hapo. Kwa hivyo nafikiri nimeshafahamika kwa ujumla. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nataka kuchangia kidogo. Kiswahili changu nitachanganya na Kizungu kwa sababu Kiswahili changu si kizuri. Kwa experience nilokuwa nayo mie kwa mtoto ambaye nimezaliwa Afrika lakini nimekulia hapa UK, nimegundua kitu kimoja. Wazazi wa siku hizi wengi wanaogopa watoto wao, yani hata mtu kumgomba mtoto wake anaogopa, tofauti na malezi ambayo nimeyapata mimi wakati mdogo. Mama yangu alikuwa haogopi kunigomba, haogopi kunipiga, haogopi hata kunifukuza kwenye nyumba, alikuwa haogopi. Kwa sababu gani? Anajua namlea mtoto wangu, nataka anifate mimi ninavyotaka nimuongoze, na kwenye ndani ya nyumba yangu nataka aishi maisha yake. Lakini nao wazazi wengi wanaogopa. Mtu anaogopa nikimgomba ataenda social, kama huyo aunti alivyosema, ataenda social, nikimgomba atafanya hivi atafanya vile. No, the thing is that mimi mwenyewe nishaipata hiyo experience na watoto 3 ambao tayari social service washavisit nyumba yangu mara 3. Watoto 3 visit mara 3, lakini kwa watoto wangu 2 ambapo hata wanapo visit mimi zile noti ninazopata, incident noti zote za skuli nazirekodi first of all, naeka tarehe na paper zile nazeka side. Na siku walipokuja mwanzo ilikuwa kuhusu mtoto wangu mmoja, kidogo walimtoa adabu wao wenyewe skuli kwa sababu alikuwa na miaka 4. Wakamwambia you are allowed to do whatever you want, you can behave however you want, lakini hawakumfahamisha jinsi gani ya kubehave na sehemu gani. Kwa hiyo akarudi nyumbani akawa na misbehave. Kwa hiyo nikaenda zangu skuli, nikaongea na mwalimu akaniambia no, sijakusudia hivyo, nimekusudia hivi. Nikamwambia no, huyu ni mtoto na ni mdogo, huwezi kummanipulate akili yake ukamfanya hivyo unavyotaka wewe. Sawa, hii behavior kama nyinyi mko acceptable, okay, atafanya skuli, lakini nyumbani kwangu no. Haizi kufanya tabia hiyo nyumbani kwangu. Hiyo mesi accept.
na first time alipokuja social service nika na incident reports zangu zote, nika na sheria. Of course mimi nimesoma, kwa hiyo sheria naijua. Na anything nilokuwa sikijui nafuatilia na find the information na kila kitu, na record na make notes na kila kitu. Kwa hiyo alipokuja ngambia, listen, this is the problem and this is what's been happening in school, therefore wewe mwenyewe nishauri nini nifanye, kwa sababu next time nitamtoa mtoto wangu skuli, halafu ikitakachotokea tutajuana mimi na nyinyi. Ile baadaye akasema oh, it's okay, hakuna evidence, hakuna nini, akaondoka. Akaja tena next time. Kwa sababu gani? Nimemtoa mtoto wangu skuli. Nilienda na principal, nikaongea naye, principal ananiambia hivi na mtu mwingine ananiambia hivi, yani siwaelewi. Kwa hiyo nikarudi nyumbani, nikamtoa mtoto wangu skuli, nikaandika barua, mtoto wangu skuli. Akaja tena social service, skuli wako worried kwa sababu umemtoa mtoto skuli, sijui hivi na hivi. Ngambia listen, na ripoti zangu tena nyingine, ngambia listen, this is what I have, wewe decide kati ya kama Okay. skuli anataka nimrejeshe Yeah. mtoto wangu skuli, it's okay, That's kuhusu nitamrejesha. watoto. Nikutumie wiki. endelea tafadhali ukhti. Mfungue maiki yake, naona imejifunga kwa. Mic iko open. Hiyo namba hiyo. Mic iko open. Ukhti alikuwa anazungumza, unaweza kuzungumza. Mute. Yeah. Naam. Yes, so sijui kama zote imesikilikana. So anyways, ngapa choice social service. Wafanda sister, ungeanzia pale ulipomwithdraw mtoto skuli. Okay, nilipomtoa mtoto skuli, skuli waka call social services, so ngapata visit nyingine kutoka social services, lakini this time wakajaribu kumtumia mtu mweusi alafu mwanamme. So alipokuja nyumbani nikamfahamisha, nikamuonesha pepa zote, nikamfahamisha kama hii ni second time hawa skuli wanaita social services, na hizi ripoti zangu na hizi rekodi zangu hizi hapa, na wewe nakuonesha, na nitakupa mifano kwa nini mtoto wangu ana behave hivi, na nishapa skuli information vipi vya kumcontrol mtoto. Wanaambia hawawezi. Kwa maana hiyo mimi nafanya kazi peke yangu, wao hawawalk na mimi, wakati wao wanasema we want you to work with us. Sawa, nikaambia okay, kama skuli wako worried kuhusu mtoto wangu, okay sawa, nitampeleka mtoto wangu skuli, nitamrejesha skuli, hamna neno, lakini nataka unaambie kati ya wewe na social service, wewe na skuli, nani nampeleka mahakamani anything happened to my child. Sawa, kufika hapo yule social service mwenyewe akaanza kuuliza maswali kwanza. How long uko kwenye nchi? You seem unaongea very good English, hivi na hivi, unajua hivi, unajua hivi. Ngambia listen, hapa umekuja kwa ajili ya mtoto wangu. Sawa, mimi nataka unipe hiyo confirmation. Ukinipa hiyo confirmation, then kesho mwanangu mimi nitamrejesha tena skuli. Lakini kama huwezi kunipa hiyo confirmation, basi mimi mtoto wangu haendi skuli. Hapo tutagombana, utakuja another time, lakini mwanangu harudi skuli. Hapo mwenyewe akaconfirm, akanambia okay, it's okay, nishakufahamu, nishaku understand, it's okay. Kwa namna hiyo basi usimpeleke mtoto wako skuli, unaweza kuchagua mwenyewe vipi vya kuishi na mtoto wako. Basi akaondoka na skuli, sikumpeleka tena mtoto wangu, akabakia mtoto wangu mkubwa anaenda pale, lakini mtoto wangu ule mdogo alikuwa na matatizo, nikamtoa, nikamtafutia skuli nyingine, nikampeleka huku, anapata support sasa hivi, mpaka sasa hivi na behavior yake imebadilika.
Sasa kuna kitu ambacho wazazi wengi hatukifuatilii, ambacho ni sheria za nchi. Ukishazijua sheria za nchi, hata akija social service namna gani, yani unaweza kuwa control. Wewe ni mzazi at the end of the day, kwa sababu skuli wana manipulate watoto. Oh, it's okay, you can tell me, you're not gonna be in trouble, you're not gonna do this. Mtoto ana open up stories zote za nyumbani, information zote za nyumbani anazitoa. Sasa sisi wa nyumbani wazazi hatufocus sana kwenye watoto wetu, na hilo unalokosa, hatufocus tena kwenye watoto wetu. Mtoto akishaenda skuli, akisharudi, okay, it's okay, kula, haya, kulala, homework nini, finish. Lakini ukipata time unaongea na mtoto, oh, how's your day, how's this, umefanya hivi, kumetokea hivi. Kwa sababu walimu, mimi nilichogundua kwamba kitu kimoja, wanajua kama watoto wanaamini sana wazazi wao kuliko walimu, na mzazi ana nguvu zaidi kuliko mwalimu. Lakini mzazi unaitumiaje ile nguvu yako kwa yule mtoto wako? Mwisho wa siku yule ni mtoto wako, wewe una jukumu kumprotect. Yani hata uchukue na nani, mimi skuli wananichukia, lakini it's okay, nakubali wanichukie kwa sababu, lakini mwanangu yuko safe, yuko salama, kuliko kwa wao wananipenda lakini huku mwanangu anaharibikiwa. So just kuwapa information wazazi, yani tuisome sheria za skuli, sheria za watoto, kitu gani tunaweza kufanya watoto wetu, vipi vya kuishi na watoto wetu, skuli vipi, wana control gani skuli kwa watoto wetu. Kwanza walimu skuli hawaruhusiwi kushautia watoto, lakini wanashautia watoto, na hilo ni kosa pia. Hivyo hivyo wewe mzazi, kama mzazi unaweza kuchukulia point. Akija social service, akija nani, the end of the day, kuna watoto unaweza kuishi nao, hawahitaji kupigwa, hawahitaji nini, lakini kuna watoto hawawezi, lazima inabidi umanage wewe mwenyewe mzazi. Si encourage mtu kumpiga mtoto wake, kwa sababu kila mtu na ulezi wake, lakini mzazi tia bidii, jisomee, jua sheria, jua law. Ukishajua law, na mtoto akishajua mama anajua kitu fulani, sawa, mtoto hawezi kufanya kitu. Yani mtoto atakuogopa. Mimi watoto wangu wanajua kama mama anajua kitu fulani, kwa maana hiyo atakiongea na mimi, sijui hivi, naambia sikiliza, hivi ndio inavyotakiwa, sawa. Naenda kwenye dini, napeleka kwenye dini, nikiona nini wanabishana sana, nabadilisha lugha, naongea Kiswahili. Nikiona sana hivi, nabadilisha hivyo. Hata sasa hivi mtoto wangu mdogo pia, yule mwenye matatizo vile, pia na yeye anatumia hivyo hivyo. Yani sometimes unaongea nao Kizungu na Kiswahili, lakini ukenda skuli wakiwa na matatizo anabadilisha lugha, anaongea na wewe Kiswahili. Kwa maana hiyo anajua mama ananifahamu sana nikiongea kitu fulani, hawa hawasikii kitu fulani. Kwa hiyo watoto wanajua sana, kuna mambo wanajua ambayo wazazi hatufikirii kama mtoto anaweza kukijua kitu fulani. Just wazazi tujikumbushe, to spend time na watoto wetu, tuongee nao, to make friends. So time zote tuwe wakali, tuwe hivi, jua sheria, jua nini. Yani ukishajua, yani social service hana nafasi ndani ya nyumba yako. Ukishajua rules zako na sheria zako, yani utakuwa happy bila kuwa na wasiwasi, na kama kugomba watoto, kama kufanya nini watoto, utafanya bila wasiwasi. Kwa hiyo inshallah wazazi tujitahidi sana kusoma sheria wenye Mashallah. watoto wadogo, japokuwa English sometimes kwa wengine inakuwa ngumu, lakini unaweza kutumia translation, Naam. translator, Google ana translate kila kitu. Kwa hiyo just tujitahidi sana ili tuweze kuwamanage watoto wetu inshallah. Barakallahu fiki Salamu ukhti. alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maswali ni mazuri sana na comment vile vile ni nzuri sana, lakini tusisahau kuna swali hapa kabla sija nimpe ukhti Salma na ukhti Khadida tujibu hili swali ambalo mtu ameandika hapa, alafu nitatoa kidogo. Anasema mimi nataka kushare, nimemuuliza mwanangu baadhi ya tabia, kwa nini haachi, akanambia sorry mami, natamani kujicontrol tabia lakini siwezi kwa sababu rafiki zangu school sio wazuri, wana tabia mbaya, sipendi kucheza nao
lakini nifanyeje na nifanye nini na wapo klasi yangu nacheza nao. Kwa hiyo anasema nifanye nini, kwa utabadilisha nini, sijui nibadilishe skuli au situation kama hii naweza kufanyaje? Hii ni moja katika swali ambalo limeandikwa hapa, lakini inshallah ukhti Khadija na ukhti Salma mtajibu hili swali. Lakini katika kucomment hapa, mashallah, comment za watu wazima, alhamdulillah, wazazi mmeleta comment nzuri sana. Moja hapa ukhti imezungumza hapa kwamba tujue sheria za nchi. Ni muhimu sana kujua sheria za nchi. Ukijua sheria za nchi, basi utajiweka sawa sawa, utajua. Lakini vile vile kujua sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijua sheria za nchi alafu ujue sheria za dini yako, hautakuwa vizuri. Kwa hiyo vile tunatakiwa tujue sheria za nchi ili usimame, ujue right zako na right za mtoto. Okay? Hilo ni moja, lakini vile vile kujua sheria za Allah. Sheria za Allah zimesema, nimekupa mtoto yuko ala fitra, yupo msafi mbichi, hajui chochote. Sasa wewe ndio una masulia, responsibility ya kumpeleka, kama alivyosema al-ukhti hapo mwanzo kwamba ni sisi ndio tuna ile responsibility ya kuweza, kwa sababu mtoto umepewa mbichi. Ukisubiri mpaka awe secondary school ndo uanze kumgeuza, au you will definitely fail, hapo utafeli. Lakini toka kiko kibebi, kama alivyoandika mmoja katika maukti hapa, utamwambia lala, kesho amka uende school, lakini umeshindwa kumwambia amka uswali. Amerudi school, umeshakula, lakini umeshindwa kumwambia umesharudi school, hebu enda kaswali. Unaona hizo tabia, lazima tuanze. Hii education inaanzwa mtoto angali kiduchu, bale anazaliwa ndio unaanza hiyo. Sawa, tuchukue mfano Mungu katika surat Luqman, huyu mzee mzima, mzee Luqman, katika kutuonesha role ya mzazi. Wa idh qala Luqmanu libnihi, anamwambia mwanaye Luqman, akasema wa huwa yaidhuhu, anampa mawaidha mwanaye, ya bunaya usifanye hivi, ya bunaya mwanangu usifanye hivi na hivi na hivi. Sasa jiulize, when was the last time ulikaa na mtoto aona wanao ukawapa mawaidha? Wewe kama mama, wewe kama baba, sio lazima uwe shekhe, la. Mawaidha ni kwamba maelekezo, unajua skuli environment iko hivi, wenzenu wako huku, usifanye hivi, usifati huko. Wewe ni Muislamu, umezaliwa toka mdogo, unakaa pembeni yangu na swali, tunakwenda Ramadhani unafunga, hii ndiyo identity yako. Haya ni mawaidha ya mzazi, lazima kuwa na, kama ni weekly au whatever, kuwa na wapa watoto. Lakini tukiwaacha tu, environment huko ni mbaya sana. Environment huko ni mbaya sana. Kwa hiyo hakuna jukumu la kusema no, mimi unajua environment kama hivi alivyosema ukhti hapa, anasema hakuna sema bana, mimi unajua siwezi, nchi ndio iko hivyo. La, mbele ya Mwenyezi Mungu hutamwambia Rabbi, nilishindwa kwa sababu system ya nchi ndio ilikuwa inataka watoto waharibike hivyo, watoto wa magei, watoto wa malesbian. La, hiyo sio hoja. Ule Mwenyezi Mungu atakwambia hapa kujia aya zangu na dalili tulikupa, uliyafuata basi utakuwa utasaulika na wewe siku hii ya leo. Kwa hiyo hatuna hoja ya kusema ndio environment hivyo. La, fanya juhudi, jitahidi toka wangali wadogo walee hivyo. Wangapi kuna wazazi ambao mtoto ameshakuwa miaka 15 hajawahi kumpeleka madrasa? Excuse, hakuna madrasa hapa sehemu, mpaka online leo vipo. Sasa unashindwa, what's your focus? Tatizo ni focus yako ni ipi wewe kama mzazi? Focus yako ni ipi kama baba, kama mama? Je, focus ni kazi na kujenga, au focus vile vile ni katika malezi ya watoto? This is the legacy ambayo utamwachia nini mwanao wewe ukishatoweka hapa. Kwa hiyo ni rai nzuri sana comment ambazo umetoa, na Lukhti hapa ametoa mifano mizuri ya mwanaye vile anajitahidi school na kupambana nao. Never serikali itakwambia no, wakati inaona unafanya juhudi katika kumwelekeza mtoto. Hiyo sheria hakuna kwamba la serikali bana itachukua watoto. No, hawachukui watoto kihivyo. Watawachukua kama wewe ni mzazi ambao una negligent na unaachia na nini hivyo, ndio unaanza kwenda mpaka watoto kuja kuharibika. Naam, ukhti Salma, ukhti Khadija, hebu tujibu, mjitahidi kujibu kwanza hili swali la ukhti amesema hapo. Mimi nilikuwa nataka kutoa pongezi tu, mashallah mashallah, kwa mzee wetu na ukti aliotoa comments ambazo ni comments nzuri sana sana sana, kwa sababu
Kwanza nitatoa sababu, kwa sababu tulipokuja katika nchi za Europe hatukusoma sheria. Matokeo yake ya kutokuwa kutusoma zile sheria, kuna wazee waliokuwa ngangari kama mzee wa ukhti hapo waliosema mimi nitamlea hivi mtoto wangu, lakini kuna wazee ambao tulikuwa hatujui sheria, na sasa tumeenda pundo tunasema ile ndo watoto wa Ulaya ndo hivi, hawaambiwi kwa sababu ya sheria, kwa sababu katika mentality zetu ziko social, atachukuliwa social, sio atafanya hivi. Halafu tuna mambo ya kuhadisiana, yale mambo tunahadisiana. Kwa nini mtoto wake kachukuliwa social? Hakwambii sababu. Sisi Waswahili ndo tuko hivyo, hakwambii sababu gani ndo mfanya, na hakwambii kwa kuwa anaona aibu, hakwambii na vile hakwambii anakosa advice kwa wale watu ambao wanajua mambo ya social. Sasa sisi tunaambiana tu kachukuliwa mtoto fulani, kwa hivyo hatusomeshani. Kama hivyo leo ukti kasema maskulini kuna mambo chungu mzima. Sisi tunafanya kazi na maskuli, unakwenda skuli, mzazi hajui hata level ya mtoto wake anaosomea haijui. Kwa hivyo ile inamfanya mwalimu awe na power, kwa sababu wewe hujui na wala haulizi, unaogopa. Kwa sababu tena wewe unasema Kiswahili, unaogopa pale kwenda kumwambia mwalimu hata hicho Kiswahili chako au kizungu chako ulichokuwa nacho wewe, unaogopa kwenda kuzungumza na mwalimu. Sasa ndo pale hata mpaka watoto wanatudharau, kwa sababu kizungu chetu tunachokisoma hatuna confidence nacho. Tukasema kama hichi mimi na confidence nacho, nitasema na wewe kama na ukti alivyosema, nitasema na wewe kwa kizungu ufahamu, nitasema na wewe kwa Kiswahili lakini unifahamu nimekusudia nini. Watoto hapa wanalelewa mpaka wanafika miaka 20, hawajui watoto ndani ya nyumba kama wazazi wao wanalipa taksi, kama wazazi wao wanalipa chakula, kama wazazi wao wanatakiwa waende kazini, hawajui. Na mtoto anakutovukia adabu mpaka yote hajui. Inapofika kesi social service, yule social inategemea ana experience ya vitu ambavyo viko katika social, kwa sababu sio kama kila social service ukamwona wewe ukaona ana experience ya kuwa ile kazi anaijua. Ni sawa sawa na polisi, sio kama kila polisi unamuona wewe ukaona ana experience, pengine ndo kwanza kaanza kazi miezi miwili, hana experience ya kuona. Na ndio maana siku hizi watoto wanaambiwa kuwa hawezi kwenda, wanaenda kufanya ile work experience au nini, kwa sababu wapate experience za kazi. Kwa hivyo sisi wazazi tunaposoma, tusome mji ukoje, sheria zinasema nini, ili vipi wewe zile sheria zilizoko katika mji uziunganishe katika dini yako, uziunganishe katika tamaduni zako, ujue namna gani nitamweka mtoto wangu sawa. Kitu chengine, mtu aliouliza swala kuwa mtoto wake afanye nini. Alhamdulillah kuwa mtoto ameweza kufunguka kumwambia mzazi wake kuwa mimi ninachopata tabu ni hichi. Sasa hapo sisi tujifundishe language, lugha ya kusema na watoto, ili ujue zaidi, tushirikiane nao katika mashauri. Sasa hiyo skuli unahisi hivi, je, kuna skuli pengine wewe unahisi mwenyewe unapenda, au kuna skuli ambayo unahisi nikikutoa, kwa sababu unamprepare mtoto kiakili, usije wewe ukamtoa tu kwa kuwa akakwambia kuna nini, baadaye akaathirika kwa skuli anayokwenda nyingine. Hiyo kesi ishawahi kutokezea. Mtoto aliwakera sana wazazi wake kutokana na bullying anayoipata skuli, na skuli hawakuweza kumsaidia. The question is, unataka kuhama kwenda question nyingine, kwenda kwenye skuli nyingine. Je, utamudu vipi? Ndio ile tuliosema mazingira ya kuwa unatoka hapa unakwenda huku. Yeye ni kama mtoto, atamudu vipi? Ziko njia ambazo baadaye inshallah tutakuja kuzisoma. Mtoto anapokuwa na umri gani, anakuwa ufahamu wake uko vipi, mtoto uzungumze naye vipi, kitu gani kitatufanya sisi tuwe positive kuzungumza na watoto wetu, namna gani ya kuzungumza nao, sio watu dharau au sisi ndo tunasema mbele ya watoto wetu watoto wa kizungu hao. Sasa wewe ushawapa nembo ya kuwa watoto wa kizungu, unafikiria watakuwaje watoto wa kizungu? Ikiwa sisi lugha yetu ni hiyo, mkumbuke kuwa hizo lugha tunazozitumia zote ni dua. Ni dua. Ukimwambia mtoto wako kawa mtoto wa kizungu, ushamtilia dua huyo. Wewe ni mama. Ile negativity unaoizungumza
kwa mtoto wako, we tayari ni dua. Ni sawa sawa na ile kuambiwa kwa usimwite mtoto wako we, mwite kwa jina lake, umempa jina zuri, lakini matokeo yake unapomkataza. Kwa hivyo sisi tujiangalie kwanza lugha zetu tunazotumia, tujiangalie kwanza vipi tunapohama, tunajua zile sehemu tunazokwenda zikoje, tunasoma sheria. Na kesi hizo zinakuja nyingi. Watu wanatoka Iraq, kashazoea kumpiga mtoto wake, akifika hapa anampiga, kisha atasema mi sijui sheria za hapa. Sasa inakuwa sio kosa la mtoto, kwa sababu wewe ni mtu mzima, mtoto hajui, ndio umemleta wewe. Ni ufuatiliaje? Je, kuna sheria gani hapa? Au tunatoka tu? Juzi, kesi yangu ya juzi, mtoto ametoka ukimbizi kuja huku, namuuliza, katika fikra zako wewe, umetoka huko ulikotoka kwenye nchi yetu, ulikuwa unafikiri UK ikoje? Akasema, nilikuwa nafikiri UK ina majumba makubwa, nilikuwa nafikiri UK ni pahali pazuri pa kuishi, nilikuwa nafikiri UK iko namna tofauti na nchini kwenu, lakini leo nimekuja, bora hata ningekuweko kwenye nyumba yetu kule nilikokuwa kuliko hapa. Bora nilivyokuwa na wale marafiki zangu kuliko hawa marafiki hawa ambao wananisababisha mimi kunitoa adabu, wananisababisha mimi leo kila siku nikija skuli nawekwa detention kwa sababu hiyo. Na hapo hapo walimu wanakuwa hawamtizami yule mtoto, kama huyu mtoto kaja hapa hajui mazingira, hajui watu hapa, anakuwa punished kwa kile mtoto mwingine anachomfanyia. Kwa hivyo ni suala zuri la kujua kusoma nini tufanye, ili nini hapa, sheria za hapa zinatuambiaje, je tuzifanye vipi ili tuweze kukabiliana nazo, ili tuwaweze kuwasaidia watoto wetu. Inshallah hapo nimejaribu kaa inshallah. Naam, Ukhti Khadija, kuna any input tafadhali kuhusu hilo? Mie sina kwa hilo, shukran. Mashallah, barakallahu fik. Comment Salamu nyingine hapa. alaikum. Waalaikum salam. Kidogo hapa Ukhti Sabra anasema mtoto anadharau kama hujui English na hujui sheria. Na mtoto atakudharau, lakini huyu mtoto amana umepewa mbichi, angali na mwezi mmoja, hajui chochote. Ukimwanzia Kiswahili from day one, hakuna chochote kitazungumzwa pale isipokuwa ni Kiswahili. The more anakuwa anajua hapa nyumbani ni Kiswahili, ataanza kudharau pale anasikia English yako na unamwambia English. Kile ukimwanzia na lugha yako na unamlea kwamba hii ndiyo identity yako, ni kama vile unasema Aisha kwa mkubwa, anamwambia swali, anadharau hata iko swali nini, kwa sababu hukumwanzia swala toka ngali mdogo. Kwa hiyo hakuna excuse. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia murru auladakum bisalati, waamrisheni watoto wenu kuswali, wahum abnau 7 sinin, bado angali na miaka 7 unaanza kuamrisha. Kabla ya miaka 7 inakuwa ni mazoea, iko pembeni tu, anafuatilia mpaka ameshafika 7, lazima sasa ndio mpaka ameshafika miaka 10, hapo sasa unaanza kumdiscipline kwenye muawadhat sala, katika swala. Kwa hiyo yote yanaanza bado mchanga. Haya, na comment nyingine hapa anasema asalamu alaikum, kweli kabisa, pia lazima malezi iwe both side, baba na mama washirikiane, isiwi one side. Maana pia hilo, naam, majukumu, hadithi tumepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kullukum rai, nyinyi wote, anakusudia hapa ni mama na baba wakiwepo hai wote, hawa wote ni wachungaji. Wa kullukum, na nyinyi wote ni mas'ulun an raiyati. Na hadithi akaipanua vizuri vile zaidi, kwamba mama ni mas'ula katika nyumba yake na baba ni mas'ul katika nyumba yake vile. Kwa hiyo ni sisi wote wawili, mmoja akifail nyumba inakuwa inaleta kuna something inakuwa inakosa, umoja akifail inakuwa ni shida sana. Kwa hiyo hapa ni kusaidiana katika hili, na hasa kuelewa kwamba kesho tutaulizwa mbele ya Allah. Hili ndio jambo muhimu, kesho nitaulizwa mbele ya Allah. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum, enyi mlioamini. Si ndio sisi tunaambiwa, tunaitwa na Allah kwamba okoeni nafsi zenu na nafsi za familia zenu, watoto wenu. Sasa mtu asikikimbia responsibility hiyo, ajue kesho atakuwa mas'ul na ataulizwa, utasimamishwa mbele ya Allah. Hebu tafakari siku hiyo ambayo unasimama mbele ya Allah, alafu unaulizwa
Who are you? Ukajihisi wewe utasimama mbele ya nani huyo ambao utakayoulizwa? Hebu tafakari kidogo hiyo scenario ambayo nitasimamishwa mimi, alafu nitaulizwa. Unaulizwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Jihisi siku hiyo, siku nzito kama hiyo. Kwa sababu gani? Ulifeli. Unajua hawa watoto ndio Ulaya, ndio Ulaya. No, that's not an excuse kabisa. Naam. Tafadhali ukhti Sabra, uko na Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilikuwa nauliza vipi tutapata recording ya haya mawaidha? Rekodi inshallah baada ya darsa tutaiweka kwenye darsa kwenye grupu hapa, alafu utatumiwa inshallah. Hata simo kwenye grupu. Haya, nitauliza jinsi ya kujiunga. Inshallah. Shukran. Utatuma namba yako kwangu au kwa ukhti Salma, nafikiri Okay, tunaweza kurushia inshallah. shukran. Naam. Naam, bara Ramadhani na alikuwa ana something kuzungumza. Naam, assalamu alaikum wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza natoa pongezi kwa darasa Sheikh, Allah barik, kwa Ukhti Salma na Ukhti Khadija. Wamezungumza maneno mazito, maneno makubwa sana, maneno ambayo yanatufariji sisi wazazi, lakini tatizo kubwa ni community failure, kwa sababu umoja wa community hamna. Kwa sababu gani nazungumza hivyo? Leo community ingekuwa very strong, tungekuwa tumeinvite wazazi wageni, tume Aunti Salma, Aunti Khadija, wangewafikishia watoto. Leo mazungumzo haya tunapata faida sisi wazazi, watoto wapate faida. Lakini hapa kuna mfumo ambao watoto wanaogopa walimu, wanaogopa social, wanaogopa polisi. Je, tunafanyaje kuwafikishia watoto zetu? Kwa sababu sometime malezi yanakwenda ngambo zote, lakini unakuta failure inakuja kama ndio nimezungumza. Yote hapa ndio ambayo katika mjtamii wetu sisi. Tunafanyaje kwa kweli jahazi kama Aunti Salma au Aunti Salma na Aunti Khadija wanatusaidiaje sisi? Au vile Sheikh huko hapo, kwa sababu watoto wapo katika hizi, watoto waelewe lugha hii. Tunafanya lugha yetu si Kiswahili ambapo pengine kuna barrier language. Sasa tunawafikishia sisi aje watoto. Mimi nilikuwa na suggest kama kutawezekana tufanye hata conference kubwa, kongamano, tuikana watoto wa anti wafikishwe, kina ukti wafikishie watoto mfumo wa hapa, kwa sababu na upande mwingine watoto sheria zao hawazijui. Vile vile kama baba tujue watoto na watoto sheria wazijui, kwa sababu parent kuna argument in the house between watoto na wazazi. Baba ajui sheria, mtoto ajui sheria, watu waelewani. Lakini mwenye kujua sheria akiwafikisha kutakuwa nafuu. Ni hilo tu Sheikh, barakallahu fiki. Mashallah, ni vizuri kweli. Suggestion ya kongamano. Labda Ukhti Salma anaweza kuleta comment au Ukhti Khadija kuhusu kongamano, ni muhimu sana. Lakini at the same time tunaanza kwanza kuelimishana na kukumbushana sisi kwanza kama wazazi, kwa sababu sisi ndio tuko masuul mbele ya Mwenyezi Mungu. Tukishaelewa zile sheria za nchi, tukishaelewa sheria za Mungu, ndio tunapeleka sasa kwa watoto. Na hakuna excuse kwa mzazi asema unajua kuna language barrier mimi na wanangu. Vipi? Je, wewe kama mzazi umelea mtoto bado anazaliwa mpaka amekuwa miaka 10, 15, unasema kuna language barrier between wewe na mtoto? No, hakuna excuse hiyo. Lugha gani unazungumza na mtoto? Ulizungumza naye lugha gani wakati kuna mwaka 1, 2, 3, 4? Eti ameshafika miaka 10 ndio unasema kuna language barrier. Kuna language barrier, yani lugha tusikilizane, tuelewane mimi na mwanangu. Anapotaka kula unamwambia lugha gani? Kwa hiyo yote haya yanaanza bado katika wakati watoto wako wadogo. Juhudi tuifanye. Mungu anataka tuone, anataka juhudi aone. Waqul i'malu fasayara Allahu amalakum. Mwenyezi Mungu anataka aone ile kazi, juhudi tunazozifanya. Ikibidi mtoto kaharibika, lakini kwa juhudi umefanya, tukumbuke la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah hawezi kuikalifisha nafsi ila kwa kadri ya uwezo alioipa. Umejitahidi kadri ya uwezo, lakini mtoto kaharibika. Hapo Mwenyezi Mungu hawezi kuhesabu yaum al-qiyama, hapana. Lakini ile neglect ukaacha ukapuuza, unajua ndio nchi tena hivi na nini, la, hapo ndugu zangu tutasimamishwa mbele ya Allah siku nzito, siku ambayo tutashindwa kuzungumza mpaka pale Mwenyezi Mungu anasema haya, zungumza sasa.
uone kama utazungumza ni hoja gani utakaileta siku ile. Kwanza tuanze sisi wenyewe kwanza katika platform, then tunaweza kweli kumove kwenye level ya conference kama ulivyosema una suggest, na kuwaleta na watoto kidogo, kwa sababu tuko tofauti. Kuna mtu anazungumza na mtoto mhawelezi, wale wajuzi zaidi, mpeleke center, mpeleke msikitini, mpeleke wapi, mpeleke madrasa, au mpeleke katika wajuzi ambao, hebu nisaidieni kwenye hili jambo. Kama vile dini yetu ni dini ya ujamaa, kusaidiana. Mwanao amefeli hichi, ngoja mimi nijaribu, mimi wakwangu walifanya hivi, alafu tukaavoid kale, fulani mwanae ndio amekuwa hivyo, mwanae ndio kaharibika. Inakuwa tuna spread bad news, lakini good news hatuzispread. Haya ni makosa mengi sana katika jamii. Wallahu a'lam. Any comment nyingine? Naona Akhti Khadija, sijui ulikuwa unaweka mkono, au Sheikh Faisal kama Yeah, any yeah, comment. yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nataka kuchangia tu kidogo maoni yangu kwa sisi wazazi Naam. kutokana na vipi tunakaa na watoto wetu majumbani. Kwanza tuna tabia, baadhi ya wazazi, sio wote, tunapokuwa tunawakataza watoto wetu kitu, unakuwa unamwambia mtoto, mimi nikiwepo nyumbani sitaki nikuone unafanya kitu hichi. Kwa hiyo yule mtoto anaona la, kumbe akiwepo mama tu au baba sitakiwi kufanya kitu hichi, lakini wakiwepo wazazi hawapo naweza kufanya. Watoto wengine inakuwa inawajenga hiyo kichwani kwao. Kwa hiyo tujitahidi kama wazazi, tunapokuwa tunafundisha watoto wetu, tuwafundishe kwanza kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kwanza tuwafundishe takwa, tujitahidi hata kama kidogodogo hivyo hivyo, unaona hawaelewi, lakini tujitahidi kuwafahamisha, ili hata kama sisi wazazi tukiwa hatupo, wakiwa wanataka kufanya kitu wajue kwamba hichi kitu nafanya, lakini mama ameniambia au mzazi ameniambia au dini yetu inatuambia kwamba unapofanya kitu hichi Mwenyezi Mungu hapendi, Mwenyezi Mungu anakasirika, na pia unapomkera mzazi pia Mwenyezi Mungu naye hapendi vile vile. Kama ambapo unafanya kitu hichi, kuna hichi, unamfahamisha mtoto jinsi ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na madhara ya kile kitu ambapo atakifanya. Hata akiwa nje sehemu nyingine asifanye kwa sababu ya kwamba kile kitu nafanya kwa ajili ya mzazi wangu. Ajue nafanya, je, hichi kitu ninachokifanya kiko sawa, kutokana na maadili ambayo utamfahamisha mtoto. Halafu kitu chengine, mimi mwenyewe tu nimefanya uchunguzi, nimegundua kwamba tunaporimbikiza watoto wanapotufanyia makosa, leo mtoto kakufanyia kosa hili, unashindwa kumfahamisha, unasubiri jengine, halafu unaanza kuja kukaa sasa, we hivi unamshautia, unafanya hivi, siku gani umefanya hivi, mpaka mtoto nakuuliza, kwani mimi nimefanya nini, au unaniambia nini, mbona sifahamu kitu gani unachonambia. Kwa hiyo tujitahidi pale mtoto anapofanya kosa, kaa naye chini, mfahamishe, mwambie hili jambo hili umefanya liko hivi, ajue point yako ni nini, ajue unamwambia kitu gani, sio kulimbikiza makosa yashakuwa mengi, unakuwa hujui lugha gani umwambie, hujui lipi uanze kumwambia, mtoto hawezi kukuelewa kwa namna hiyo. Na pia watoto wanakopi baadhi ya tabia. Mfano, utamwambia mtoto wako, mwanangu nenda kaswali, anakuambia mami, mimi unaniambia nikaswali zaidi ya 3 times, unaniambia nikaswali. We mbona umekaa hapo unafanya hivi? Sijakuona ukienda kutia udhu ukiswali. Ushafahamu Anakuambia mtoto, mbona we hujaenda? Mbona umekaa tu kwenye kiti? Mbona ulikuwa unazungumza huendi kuswali? Mimi unaniambia kaswali. Mbona we sijakuona ukitia udhu? Umeswali saa ngapi? Mimi niko hapa sijakuona ukienda kuswali. Ushanifahamu? Unamwambia mtoto sisikilize music, mami we unasikiliza music unafanya hivi, mimi tu nisisikilize, kwa sababu watoto. Kwa hiyo tujitahidi na sisi wazazi, yale tunawakataza watoto wetu, je, sisi wanapata kigezo chema kwamba na sisi tunayafanya? Unamkataza mtoto rafiki mbaya, we mwenyewe rafiki yako anakuona mazingira rafiki uliye naye yako si mazingira mazuri, je, yeye utamfundisha atakuwa na tabia zipi? Kwa hiyo pia wazazi, kwa hili tujitahidi, na Mwenyezi Mungu inshallah atatuwezesha na atatusaidia, kwa sababu kila kitu taratibu, na watoto wetu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atawapa jitihada, wataongoka inshallah kwa uwezo wake. Sina mengi, ni hayo tu. Naam, barakallahu fik. Sheikh Hassan, kuna anything to add? لا nafikiri wapo kuna wenye maswala inshallah ndio maswala yao. Naona Sheikh Khadija tena kaandika mkono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Okay, shukran. Katika psychology
kuna polisi moja inaitwa behaviorism ambayo ni tabia elimu katika elimu nafsi, inakuwa tabia elimu ambayo binadamu anajifunza. Binadamu tabia yake inabadilika kwa mafunzo, motisha, uhamasishaji na uzoefu. Kwa watoto wanakuwa wanaona kile kitu, wanakiona kila siku kwenye subconscious brain inakimaki. Kwa hiyo hataki ile kwamba kuambiwa, inakuwa automatic. Kwa hiyo kile anachokileni mle ndani ndicho atakuwa anakifanya. Kitu kingine nilikuwa na suggest ni kwamba katika nikishika kesi za watu wa kwetu, nimegundua kwamba wazazi wanakuwa, mtoto anaposoma shule, mzazi anakuwa hajui, wazazi wengine wanakuwa hawajui, au inakuwa too much. Unajua tumetoka background tofauti, kwa hiyo mimi na understand. Kwa hiyo mzazi anakuwa hajui mtoto yuko darasa la ngapi, anasoma nini. Sasa system ya Ulaya iko hivi, unapokuwa wewe mtoto hafanyi homework, leo umempeleka mtoto darasa la kwanza pale, hafanyi homework, walimu ndio Uingereza pako hivyo, anampa homework mara ya kwanza, mara ya pili hafanyi, anakuwa hapewi tena. Kwa mtoto anaenda darasani kujipeleka mwili tu, kwa anakuwa yeye wenzake wanavyoendelea na maendeleo ya kielimu, yeye anakuwa hayupo. Na wazazi wengine utakuta kwamba hata parent evening hawaendi, kwa maendeleo ya watoto anakuwa hayapo, kwa mtoto anakuwa amewekwa bench. Sasa kitu ambacho mimi siku zote nakisuggest ni kwamba ni vizuri katika madrasa zetu, kwa sababu wote tumetoka background tofauti, ni vizuri wale wanaojua pawe na sehemu kama evening support ya kusaidia, kama some sort of like free tuition, like sort of kumsaidia mtoto ambaye ana gap nyumbani, anakuja pale madrasa, kama ana hesabu ana nini, walimu pale wanaojua, wengine wana volunteer wanamsaidia. Itasaidia sana, kwa sababu kuna kesi za watoto wa kwetu nikizishika, watoto wameenda university, wako university, wamefika university kule wameshindwa, lakini wanaogopa kurudi nyumbani. Kwa mtoto anakaa kule 3 years. Mimi nakuwa mzazi namjua, lakini siwezi kumwambia kwa sababu ni private. Kwa mtoto ameenda yuko university 3 years, ameishia kule kufanya, ameingia kwenye sexual exploitation, ameingia kwenye madawa, mpaka wengine mnaenda mpaka mahakamani. Kule shule kaenda kashindwa, lakini akirudi hamwambi. Kwa likizo anarudi kama kawaida, lakini kule anaenda anaishi kwa watu. Kwa hiyo hii ukiangalia unaona imeanzia tangu huku chini. Mzazi anakuwa yeye hajui mtoto wake anasoma, yeye anajua anasoma. Kwa ule ufuatiliaji unakuwa finyu, kwa mtoto anatake advantage ya ile gaps ya mzazi wake alionayo. Kwa shukrani. Mi nataka kuongezea tu kidogo hapo, manake magharibi naona imekaribia. Ni kweli nani Sheikh Ramadhani alisema hapa kuhusu sheria. Sheria ni kweli, hata watoto hawajui sheria, lakini wanakutishia wewe, kwa sababu akashakujua kama wewe akikwambia nitakuitia social service, wewe sasa unatetemeka, wakati wewe ndo pengine wewe ndo uko right, yeye yuko wrong, lakini kwa kuwa wewe huijui sheria na yeye haijui sheria, kwa hivyo sasa wewe anakutishia, yeye anajua mimi nikikwambia hivi basi. Kwa hivyo sheria ni muhimu, kwa sababu wewe utakapoijua sheria yake, mfano mimi nina kesi juzi, mtoto wa miaka 15 kamsukuma mama yake na kutaka kumpiga mama yake. Sasa lakini mama mtu anajiona mtoto ndo yuko right, kwa sababu mtoto anaweza akapiga simu akasema kama mama yangu mimi kanifanya hivi, wakati yeye yuko wrong, wakati mama alikuwa na uwezo na yeye wa kupiga simu polisi akasema mtoto wangu kanisukuma. Kwa sababu kwa nini hatufanyi hivyo? Kwa sababu either tunaogopa polisi
polisi atanichukulia mtoto wangu, social service atanichukulia mtoto wangu. Wewe pale unajisahau kama na wewe unayo sheria, unayo haki, na unajisahau kwa Mwenyezi Mungu yupo kakuona, kama yule mtoto umempiga, umemwonea, umenini, mtoto wako. Sasa wewe unakuwa unapotoshwa na yule mtoto wako kwa sababu huzijui sheria, na yule mtoto ni hali kadhalika. Kwa hivyo sheria na watoto pia, akijua kama wewe unaijua sheria yako, wewe ni mtoto wa miaka 13 wa 14, au ukinipiga mimi au ukunisukuma mimi, ina maana tayari ushanifanyia kosa. Ikiwa mtoto wako unamruhusu kukufanyia vile, it means yule mtoto wako sasa anazijenga zile tabia. Anaweza mtoto yule akatoka akampiga mtu wa nje pia, lakini kwa vile wewe umemfichia, kwa vile ni mtoto wako, unaogopa kuwa polisi asije akawa involve na polisi, akawa involve na social service. Sasa wewe pale unajiona uko right, kumbe sasa wewe ndio unampotoa mtoto wako. Kwa hivyo hilo tulijue, na watoto na wao wajue kama na wewe unaijua sheria yako na wewe una haki yako kwake yeye, tofauti na tunavyokaa kwa tunawaogopa social au tunaogopa polisi. Ile inatuharibia zaidi, kuwafanya wazidi kupanda vichwa. Naam, barakallahu fika. Asante sana, tunashukuru sana kwa msafara huyu. Kwa kweli ni mada ambayo ni nzito sana na muda hauturuhusu kuendelea na magharibi imeshafika. Ikiwezekana inshallah tunaweza tukafanya part 2 katika kuendeleza tena silsila kama hizi inshallah, lakini tuwashukuru maukti ambao wametuletea mafunzo kama haya, na vile vile tukimwomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno yake na kuyafuata. Tukumbuke katika Mwenyezi Mungu anatukumbusha katika surat Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha waman salaha min abaihim, hiyo pepo bustani za milele wataingia watu gani? Wale waliokuwa wema miongoni mwa wazazi wao, wa azwajihim, na wake zao, wa dhurriyatihim, na watoto wao, vizazi vyao. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa hao ambao watakaingia katika janna pamoja na wazazi wetu na watoto wetu vile vile. Tuombe Mwenyezi Mungu, Allahumma ihdina, Allahumma ihdi auladana ya rabbal alamin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا. اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا واجعلنا لهم قدوة صالحة واجمعنا جميعا في جناتك النعيم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inshallah tukutane tena Jumapili ijayo kwenye platform yetu hii. Inshallah kuna watu wameomba wajiunge. Mwenye anataka kujiunga basi anitumie tu message hapo ili niweze kuweka namba yake kwenye group ili tuweze kupata, na baadaye inshallah Ustaz Faisal atatutumia rekodi ambayo itakuwa online hapa kwenye group na vile vile kwenye YouTube inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.